kunishtua sana ni kanisa letu mpaka sasa bado halijatabarukiwa. Na mimi nimeambiwa tulikuwa Kigali, kulikuwa parokia teule tangu mwaka 90 na ngapi? 92. Na mlikuwa parokia kamili tangu mwaka gani? 2000. Sasa mahali fulani tulifanya kufanya sherehe ya jubilei hapo ya miaka 25. 2017. Kumbe ilikuwa ni ya kudumba. Sherehe yenyewe kamili ni 2025. Simeandika kwenye risala kwamba parokia ilitangazwa rasmi mwaka 2000. Wakati wa jubilei kuu ya mwaka 2000. Kwa hiyo 2025 ndio jubilei yenu. Sasa sijui tuirudie au sijui tufanye nini, mimi sasa sijui. Na hili naliacha. Lakini ni kwa sababu pia natoa ushauri mwingine mzuri sana. Kuweni na madaftari ya kumbukumbu licha ya mafaili. Kuweni na madaftari ya kumbukumbu licha ya kuwa na mafaili ya kumbukumbu. Inatosha tu kusema leo tarehe 4 mwezi wa 5 2025 Baba Askofu Mikaeli Msonganzira alikuwa hapa parokiani kwetu. Ametoa kipaimara kwa watakaji hao 225. Daftari hilo la kumbukumbu tunaandika, na hii mila tumeiacha tu, lakini ikatusaidia sisi ambao kila wakati tunaandika matukio mbalimbali. Kwa mfano mimi nikitoka hapa naenda kwangu Nyamyongo, nitaandika leo nimetoa kipaimara watu 2025. Leo nimepewa zawadi ya ng'ombe na mbuzi na sungura na kuku, nimepewa zawadi. Na nimeongelea mambo haya ya msingi. Tutafute daftari, sio ile ya kusaini mwingine aliyekuja hapa, lakini ya matukio. Yako matukio ya kipaimara yanajulikana, yako matukio ya ubatizo yanajulikana, lakini tuandike. Unaona, hata mnaposikia kwamba hii ni changamoto kwamba parokia yetu haijatabarukiwa, hii inanishangaza. Kwa sababu ni miaka 20, yaani ukiangalia mwaka 92 mpaka leo ni miaka mingapi? 35. Ukichukulia mwaka 2000, mwaka huu ni 2025. Orodha niliyoiangalia ni watu karibu wanakadiria kama 20 waliopita hapo. Kabisa, karibu 20. Orodha hiyo sikii kwa orodha iko hapa 23. Tukitoa hao wanaojirudia kama orodha wanajirudia ndani mara 2 na wengine basi tungeweza tukadiria 20. Kwa sababu hatuna daftari la kutunza kumbukumbu zetu, ndio tunaibuka na haya ambayo ni asili. Sasa sijui mimi nifanye nini. Cha kwanza ni hiki: kanisa linalotabarukiwa ni kanisa la kipekee. Nadhani hapa mlikuwa na maana ya kulibariki kama kanisa. Paroko na kamati yako tendaji ulete agenda hiyo nyingine. Lakini sasa mimi nitalazimika kwenda kwenye documents zetu kuona ni kweli halijatabarukiwa. Mimi sasa namaliza nimeanza mwaka wa 18 wa uaskofu. Sasa hiyo ndio maana ninarudi kule daftari la kumbukumbu, na ikiwezekana awepo mtu anayeandika kumbukumbu hizi
ni kwa faida ya historia hii. Vinginevyo watu wataanza kubishana, hapana, tuliweka kabisa na siku ile baba askofu saba alikuwepo, lakini kama hamkuandika ndio itakuja hivi. Ndio ushauri wangu.